Karibu sana kwenye channel yetu, tuendelee kujifunza kupata issue za kielimu, tuendelee kutanua mbongo zetu. Na kama una umri mdogo, labda uko kwenye miaka 20 mpaka 30 hivi, na bado unajiuliza nitafanikiwa lini au nafanikiwa vipi, basi video hii ni kwa ajili yako wewe. Watu wengi hudhani mafanikio yanakuja kwa bahati tu au kwa kuzaliwa kwenye familia tajiri, lakini mambo hayako hivyo. Mafanikio yanafuata maamuzi unayofanya mapema sana maishani. Leo nitakuonyesha siri 7 muhimu sana zitakazo kusaidia kufanikiwa ukiwa bado ungali mdogo, kabla hata hujachelewa. Kaa mpaka mwisho, kwa sababu siri ya mwisho watu wengi hawaipendi au hawaioni, lakini ndio inayobadilisha maisha. Moja, elewa kuwa muda ndio mtaji mkubwa sana. Kosa kubwa la vijana wengi wanafanya ni kudharau muda. Utasikia mtu anasema bado nina muda sana, au nitafanya kesho, au utamsikia mtu anasema ngoja nikae sawa kwanza. Lakini ukweli ni huu hapa, muda haukusubiri. Umri mdogo una faida kuu 3. Moja, unakuwa uko na nguvu sana. Lakini pili, uko na muda wa kutosha. 3, unakuwa na uwezo wa kujifunza haraka sana, tofauti na umri ukishakuwa mtu mzima. Ukipoteza muda huo, hata pesa haziwezi kurudisha. Jiulize, nitatumiaje siku zangu hivi? Nitawezaje kuimaliza siku yangu? Au je, ni vitu ninavyovifanya leo vinanijenga au vinanipotezea muda? Lakini jambo la pili, jifunze skill moja inayouzika. Vyeti pekee havitoshi. Dunia leo inalipa skills, kwa maana ya ujuzi, sio title. Skills zinazolipa sana kwa vijana ni kuongea vizuri, kwa maana uwezo wa kufanya communications. Lakini ya pili ni digital skills, kwa maana kufanya editing, kufanya design, kufanya writing. Lakini 3 ni ujuzi wa biashara. 4 ni ujuzi wa kiufundi, kwa maana engineering, IT, drafting, mambo ya carpentry nini. Ujuzi huu unalipa sana kama utatulia vizuri. Chagua skills moja, ipe miaka 2 mpaka 3 ya kujifunza kwa makini sana. Utaanza kuona matokeo muda si mrefu. Tatizo si kukosa uwezo, tatizo ni kukosa focus. Lakini ya 3, achana na marafiki wanaokuvuta nyuma. Hili linauma sana, lakini ni ukweli. Kama marafiki zako hawapendi maendeleo, wanacheka ndoto zako, au kila siku wao wanawaza starehe, pombe, umbea, au kukaa mitandaoni kwa muda mrefu, lazima ujue hao ni mzigo, sio marafiki. Hii si kusema wadharau, no, lakini chagua mazingira yatakao kuwa wewe. Kaa na watu ambao wana malengo, wako na discipline kwenye maisha yao na mipango yao, lakini pia wanakukosoa kwa njia njema pale ambapo wanakuona unakuwa wrong. 4, anza kabla hujasikia upo tayari. Hakuna siku utaamka useme sasa niko tayari. Watu waliofanikiwa walianza wakiwa na hofu, wakiwa hawajui kila kitu, wakiwa wanajifunza njiani. Usisubiri perfect moment. Anza na ulicho nacho sasa. Iwe ni biashara ndogo, iwe ni idea ndogo, kitu chochote tu, vyote vinaweza kukua na kuwa kubwa sana. Lakini 5 ni dumisha nidhamu kuliko motivation. Motivation inakuja na kuondoka, lakini nidhamu au discipline inakufanya ufanye kazi hata nyakati ambazo hujisikii kufanya. Kwa maana nidhamu inakufanya ufanye kitu kama sehemu ya tabia yako. Mafanikio hayatoki kwa leo nijisikie kufanya kazi, yanatoka kwa mtu anasema hata nisipojisikia nitafanya. Jiwekee ratiba, weka malengo yako ya kila siku, lakini pia panga au fanya nidhamu ya kujisimamia wewe mwenyewe. 6, jifunze kudhibiti fedha mapema. Si kiasi cha pesa unachopata, kumbuka, kitakacho kufanya uwe tajiri, bali ni jinsi gani unavyotumia. Vijana wengi wanapata sana hela,
wanamaliza kila kitu. Jifunze kutunza pesa, kuwekeza, kuepuka madeni ya starehe, kwa sababu fedha ni chombo tu, sio show off. 7, usiogope kukosea. Hii siri watu wengi hawapendi, lakini lazima tusemezane ukweli. Watu wengi wanaogopa sana kuchekwa, kushindwa na kukataliwa kwenye kuanza jambo fulani. Lakini hakuna aliyefanikiwa bila kushindwa. Kila kosa lazima uelewe ni somo, ni daraja na hatua kubwa sana ya mafanikio. Usiogope kujaribu, bali ogopa kutojaribu kabisa. Kama upo kwenye umri mdogo, ujue hii ni zawadi, sio bahati mbaya. Unachofanya leo ndicho kitakachoamua maisha yako ya miaka 10 ijayo baadaye. Kwa hiyo anza sasa, chukua hatua kwenye jambo ambalo unadhani hili kwangu ni bora. Lakini cha 3 kabisa, jiamini. Jiamini katika kila jambo unalolitenda. Mimi nasema asante. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili watu wengine waendelee kupata elimu iliyo bora.